Assalamu alaikum watoto wazuri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa hivi na wakati wa kusikiliza nini? Story. Mko tayari? Ndio. Hadithi. Hadithi. Hamjui? Hadithi. Haya, hadithi. Hadithi tamkolea. Hadithi. Hadithi tamkolea. Haya, hapo zamani za kale paliondokea na mtoto aliyekuwa anaitwa Aiman. Aiman alikuwa na mtoto mwenye miaka 10. Alikuwa mtoto mzuri, alipenda kuswali, kusoma Qur'an na vile kusaidia wazazi wake. Lakini alikuwa na shida hii moja. Yeye kila alipokuwa anataka kufanya jambo, angesikia sauti zenye zinamkuja kwa akili yake. Usifanye, fanya hivi, fanya vile. Alikuwa anasikia minong'ono kwenye akili yake. Sasa ile minong'ono ilikuwa inampa shida sana. Siku moja mamake akamwambia nini? Chukua hiki chakula, naenda ukampelekea bibi yake. Aya, akachukua mwenyewe. Alipokuwa anaelekea kwa bibi yake, akapatana na marafiki zake wanacheza mpira. Ile minong'ono ikamkujia tena. Nikamwambia, Aiman, eka nawe hicho chakula kando, ucheze, kwani dakika kidogo tu zitakusumbua nini? Aiman akasema, kweli, bibi si atasubiri na yeye, ngoja niweke chakula kando. Akakeka kando, akacheza mpaka akajisahau. Alipokumbuka kwamba mimi nimetumwa na chakula nikipeleke, chakula kilikuwa kishapoa. Akaenda akakipeleka kwa bibi yake. Bibi yake hakumkasirikia, lakini alimwambia, mwanangu, mjukuu wangu Aiman, siku nyingine ukitumwa, peleka vitu unavofaa kupeleka. Najua ni kishawishi hicho kimekwambia ucheze mpira, lakini tunafaa kushinda vishawishi hivi. Minong'ono hii tunafaa kuishinda. Yule Aiman akasikiliza yale maneno yale, lakini hakujua kwamba mimi nitayashinda vipi minong'ono haya. Akaenda zake nyumbani. Siku ingine akaenda wapi? Shule. Kwenda shule ikawa wanafanya test. Mwalimu anakuandikia swali kwenye ubao, anakuuliza. Kwa mfano anamuuliza, Msumini, 1 + 1 ni ngapi? 2. Sasa Aiman na yeye pia aliulizwa swali. Akaambiwa 2 + 2 ni ngapi? 4. Sasa Aiman aliulizwa swali, ikawa yeye hajui lile jibu. Rafiki yake akamwandikia kwenye karatasi, akamwandikia ni 4. Sasa Aiman akakaa akafikiria, ile kishawishi cha mwambia, angalia useme, mwalimu kwani atajua kama umeulizwa? Kishawishi kinamwambia nini? Angalia ujibu, mwalimu hatajua kama umeambiwa. Akakaa akafikiria, mimi bibi yangu jana tu ameniambia nini? Ameniambia mimi nisisikilize vishawishi. Sijui nitavishindaje hivi vishawishi. Akafunga macho akamwambia mwalimu, mimi sijui. Mwalimu akamfundisha, akaweza kujua kwamba 2 + 2 ni 4 na inafanywa vipi hesabu hiyo. Alipofika nyumbani, akamuelezea baba yake hiyo story. Akamwambia, kulitokea kitu fulani na mimi nikafanya hivi. Babake akafurahi, akamuhag mtoto wake, akamwambia, ngoja nikwambie mwanangu, kweli shetani anatushawishi kufanya mambo mabaya, lakini hatulazimishi. Ni sisi wenyewe tunafaa tupigane na hiyo tashwishi yake, tupigane na nafsi zetu tuweze kushinda minong'ono yake. Aiman akamwambia, mimi hili swali lazima nikuulize leo, maana bibi aliniambia vitu kama hivyo. Je, tutavishindaje hii minong'ono ama hivi vishawishi? Babaka akamwambia, kuna hizi sura kul 3, suratul Ahad, suratul Falaq na suratul Nas. Haya, na sana suratul Nas ndio inayotukinga sisi kutokana na vishawishi na minong'ono ya shetani. Asghar akakaa akasema, alafu kweli mimi nimekuwa na hii shida, kwa sababu kila ninavotaka kufanya jambo lazima niwe na vishawishi ama minong'ono. Either niambie nifanye hivi ama nifanye hivi, ama kukuwa na vishawishi viwili. Mmoja yaniambia nifanye la sahihi, mwingine yaniambia nifanye jambo baya.
Basi kuanzia na hiyo siku mwenyewe ikawa yasoma kuli zake 3 kila anapotaka kufanya jambo, akitoka nyumbani, akitaka kulala, asubuhi akimaliza kuswali, jioni akimaliza kuswali. Yani akisikia tu kuna ana wasiwasi, ana hofu, anaogopa, angesoma kuli ngapi? Kuli 3. Siku nyingine alikuwa ametumwa dukani. Mwenye kwenda dukani akanunua vitu zenye alikuwa anafaa kununua, alafu alikuwa anafaa kurudishiwa change. Lakini yule mwenye duka alichanganyikiwa, akampa change ya zaidi. Sasa Aiman baada ya kugundua kwamba change yake imekuja nyingi, akaambia mwenye duka, mimi change yangu imekuja nyingi, chukua pesa zako. Mwenye duka akashtuka, akamwambia, baba, ulikuwa una uwezo wa kuondoka na hizi pesa, mimi singejua. Ni kitu gani kimekufanya unirudishie pesa ya zaidi? Aiman akamwambia, mimi nimefundishwa kwamba shetani yuanong'oneza watu. Hivi mimi ninavyokuambia hapa, kuna mmoja tu alikuwa yuaniambia kwenye akili yangu, yaniambia nini? Chukua nawe hizi pesa. Kwani atajua? Hawezi kujua, nenda ukanunue peremende. Haya. Lakini yeye mwenyewe akasema nini? Ngoja nisome Suratul Nas ndio iweze kunikinga na vishawishi, kutokana na vishawishi na minong'ono ya shetani. Kama kweli baada ya kusoma aliweza kurudisha chenje ya watu, na yule mwenye duka naye alifurahi sana, na kuanzia hiyo siku yeye pia alijifunza kwamba anafaa asome nini? Hizo kuli 3 aweze kujikinga. Na kufikia hapa hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu ya leo imetufunza nini? Ama kabla sijasema hivyo, ngoja niulize hivi. Je, hizi kuli 3 tunafaa kuzisoma wakati gani na gani na gani? Ndio. Tukirudi home, tukienda shule na tukitaka kufanya kazi. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nani mwingine anataka kujaribu? Tukihisi uoga. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Tukishikwa na wasiwasi. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acha niulize swali lingine. Sasa kutokana na hadithi yetu ya leo, umejifunza nini kutokana na Aiman? La kukosa kusikiza mambo za shetani. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zemar anatuambia tusisikilize minong'ono ya shetani. Je, tutajiepusha vipi kutosikiliza minong'ono hii? Wasiwasi. Tunafaa kufanyaje ndo tusisikilize hizo maneno za shetani? Mimi. Boys kwanza. Kusoma nini? Kul a'udhu birabbil falaq. Kul a'udhu birabbin nas. Sema. Kul a'udhu birabbin nas. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya, mbali na hayo tumesoma nini tena kutokana na Aiman? Wewe ushajibu mwingine sasa. Girls. Hamtaki keki? Hamtaki keki? Tumesoma ambalo kukosa kusikiza mambo za shetani. Sasa sema hiyo. Sema ingine basi. La kusoma Qur'an. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zemar anatuambia tusome Qur'an haswa kuli ngapi? 3. Kabla ya kutoka nyumbani, kabla hujalala, ukisikia uoga, ukisikia unatashwishi, ama ukisikia kuna minong'ono kabisa. Haya. Tumejifunza nini tena? Meisha? Kul 3. Kul 3. Amesema kuli 3. Nini ingine? Wewe ushasema. Nini ingine? Boys sasa. Boys awali keki sio? Nakula. Hamuli. Jibuni basi. Jibu.
Ama tushajibu zote? Tumesoma story. Tushajibu maswali yote yenye nimeuliza? Haya basi tusemeni masalamu. Masalamu.